Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapo zamani alitoka bwana mmoja akifahamika kwa jina la Ahmad bin Hadid, akiwa na jamaa zake, kikundi cha watu, masahaba zake, vipenzi vyake, wakiwa wanakusudia kutembelea kwenda katika maeneo matakatifu ya Makka na Madina kwenda kufanya umra, lakini wamtembelee na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pale Madina kwa bwana mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Zama hizo zilikuwa ni zama za al-Imam al-Jawad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, mjukuu bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mabwana wale walitoka katika msafara wao, wakiwa wanatoka katika mji wao wanaelekea katika maeneo haya. Wametembea wakiwa wanasaidiana, wanapeana vyakula, wanapeana matumizi, wamebeba masurufu, wamebeba pesa za kuwatosha. Huyu akiwa na tabu anasaidiwa na mwingine, wanasaidiana, yani watu wanapendana, wamekusudia kwenda katika maeneo matakatifu kwenda kufanya ibada. Wakiwa wako njiani, wametumia vyakula, siku zimekwenda, wametembea masiku ni mengi. Wakiwa wamekaribia katika mji wa Madina, ghafla wakavamiwa na watu wasio na nia nzuri, watu wenye tabia mbaya, waizi. Walipowakuta wakawanyang'anya vyakula vyao, wakanyang'anya na pesa. Wakati ule ilikuwa ni jua ni kali na ni jangwani, wakanyang'anywa, ikisha wakatishiwa maisha, wakanyang'anywa kila kitu. Mabwana wale wakakimbilia pasipojulikana. Bwana huyu Ahmad bin al-Hadid wakakaza mwendo, wakatembea na hali ya kuwa wakiwa na ghamu, wamechoshwa na hali ile, wamechoshwa na tabia ile ambayo ilikuwa ni mbaya na matisho waliopewa. Wakatembea mpaka walipofanikiwa kuingia katika mji wa Madina, mji ambapo walikuwa wakiishi al-Imam al-Jawad alayhi salam. Walipofika Madina, wakapaki sehemu, wametua. Bwana Ahmad akawaomba ndugu zake, marafiki zake, kwamba naombeni mimi niondoke, niwache kidogo, akikusudia kwenda kwa al-Imam al-Jawad alayhi salam. Rafiki zake, ndugu zake waliokuwa naye, wakamruhusu na wakamuia radhi kwamba nenda. Akaondoka, akaenda moja kwa moja mpaka kwa al-Imam al-Jawad alayhi salam, mjukuu wa bwana mtume, rehma na amani ziwe juu yake na kizazi chake. Alipofika kwa al-Imam alayhi salam, akamsalimia, akakaribishwa, lakini akaelezea kile kilichowasibu njiani, kwamba sisi bwana tumetoka safari na tumefika njiani, ni masiku mengi, jua ni kali, lakini tumenyang'anywa vyakula, tumenyang'anywa maji, tumenyang'anywa na fedha. Imamu aliposikia maneno yale yalimfadhaisha sana, akashikwa na huzuni, hakufurahika. Akamuita mjakazi wake, akamuita kijana ambaye anamsaidia shughuli zake nyumbani, akamwambia niletee nguo zangu mpya zote nilizozinunua. Akazileta, na wale